Mtazamaji wa Kasako Media, hili ni Jicho la Mtaa. Ni mwendelezo wa kipindi kinachosema kwamba tunaangazia mambo mbalimbali kwenye mitaa yetu. Lakini siku ya leo tulikuwa studio, kuna mada ilikuwa inasema zipi changamoto au kero za wapangaji au wenye nyumba. Tumetembelewa na wageni mbalimbali wakiwemo mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mwenyekiti wa shina, pamoja na wapangaji, pamoja na wenye nyumba. Kuja tukasikilize baadhi ya maoni wanasema nini kuhusiana na mada hiyo. Utakuwa nami Adela Thomas mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Karibu mtazamaji uweze kuungana na Jicho la Mtaa. Karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Evelyn Abel Mwarwisi, ni mwenyekiti wa shina namba 17. Kuna kero. Wapangaji wana kero, wenye nyumba wana kero. Lakini kwa uzoefu wangu wa mwenyekiti wa shina, nimeshapokea kero za wote, mpangaji na mwenye nyumba. Nikianza na kero za wapangaji. Kwa kweli wapangaji wana kero. Wapangaji wakikaa kwenye nyumba, kuna masuala ambayo huwa hawafanyi mazuri. Kwa mfano unaweza kukuta mpangaji ni mtoto wa kike, mwenye nyumba akamtaka. Mnaelewa maana nikisema anamtaka. Akimkataa tu ni kosa. Itaanza misukosuko mpaka atafikiwa kufukuzwa. Hizo kero nakutana nazo sana. Vile vile kuna masuala ya kijamii. Kuna kuchanga hela ya umeme. Unakuta wapangaji wanachanga hela ya umeme. Lakini mwisho wa siku mwenye nyumba ule umeme anakuwa na madaraka nao yeye. Umeme unawashwa usiku tu. Mchana kutwa wapangaji wanakabila umeme. Unakuta kuna watu wana television, wanataka kuangalia vipindi, lakini kutokana ni mpangaji na hana mamlaka kwenye ile nyumba, ana shule la kufanya, mwisho wa siku anakimbilia kwa mimi mjumbe wa shina. Kuna masuala ya kuchangia, labda choo kimejaa. Watachanga mchango wao vizuri ili wavute choo. Lakini unakuta mwenye nyumba kachukua zile hela amekula. Wanachanga awamu ya kwanza, awamu ya pili. Na wanashindwa kuja kwa mimi mjumbe wa shina. Wanaogopa wakija, wanaweza wakapewa notisi, wakafukuzwa. Mwisho wa siku sasa wanakuja kwa siri. Tunaomba mjumbe tusaidie. Hebu pita tu chooni uone mazingira yalivyo. Sasa hizo ni kero ambazo wanakutana nazo mara kwa mara. Sasa ikiwa kama wewe mjumbe unavyokutana na changamoto za namna hiyo, unachukua jukumu gani labda? Jukumu nalochukua, kwa mfano kama wakiniambia habari ya choo kimejaa. Sasa inategemea. Maana mtu anakuja na kuambia mjumbe usinitaje. Mwenye nyumba akijua mimi sina nyumba. Kwa hiyo inabidi utumie hekima kufuata mwenye nyumba. Aidha utaomba kwenda choo, ukikuta choo kimejaa unamwambia bwana hiki choo inabidi ufanyie kazi. Vinginevyo nitaenda kukuripoti serikali ya mtaa. Lakini kuhusu swala la umeme inakuwa ni ngumu. Wakija kuniambia naweza nikawasaidia, lakini sasa kama mtu anakuja kwa siri ni ngumu. Utaenda utamwambia nini? Ila kuna masuala ya kodi, unakuta labda mtu kodi yake imekwisha, lakini sasa mwenye nyumba hataki kumuelewa. Hasa hapo inabidi nitumie tu utu, nitamuita mwenye nyumba, nitaongea naye, akinielewa nitaomba aongezewe muda hivyo. Hili ni Jicho la Mtaa. Mada yetu inasema kwamba zipi changamoto au kero za wenye nyumba na wapangaji. Bado endelea kutufuatilia, tuko na mwendelezo. Kuna wengi wana mengi ya kuzungumzia kuhusiana na hii changamoto. Najua uko naye nitazama Kasako Media, upo nakutana na kero hizi. Ungana nasi, yamkini utajifunza au utaweza kutatua au nini kifanyike kwenye jamii zetu au kwenye majumba ambayo tunapanga. Endelea kuungana na mimi kuweza kupata mawili machache. Karibu. Mimi naitwa Peter Banzi, ni mwenye nyumba. Kero ya wapangaji wana matatizo mengi. Matatizo yao mara nyingi inawezekana kabisa akaja kwenye miezi mitatu akakwambia mimi sina kodi ya miezi 6. Nina shida ya miezi 3. Ukaona kibusala umkubalie, unamkubalia. Sasa tatizo linakuja atapomaliza miezi yake 3, shida inakuja mwendelezo. Hawezi akatoa kodi, na ikishamaliza miezi 3 hawezi akakwambia kwa bwana mimi nimeishiwa kodi. Yaani ile ikishafika miezi 3 unamwambia bwana nipe kodi yangu, anakuambia bwana mzee unajua sina chochote. Sasa mbona hujaje kutoa taarifa mapema? Hapo ndo kero linapoanza. Wapangaji wengine anaweza kuja mmoja kijana akaja pale akaja kupanga, lakini baada ya mwezi mmoja na nusu unakuta kuna watu 6 wanakaa kwenye chumba kile kimoja. Kwa hiyo hapo hilo ndo kero la pili linakuja hapo. Kero la tatu inawezekana kabisa wewe ukaamini yule mpangaji atalipa umeme kwa wakati, atalipa maji kwa wakati, lakini unakuta halipi maji kwa wakati. Hayo ndio makero ya sisi wenyewe.
Mtazamaji wa Kasako Media, tumesikiliza kero ambazo anakumbana nazo ikiwa au kesi anazoletewa mwenyekiti wa shina, lakini tumeweza kusikia na kero za mwenye nyumba. Hebu tukasikie kero za mpangaji na ana yapi ya kuzungumzia kuhusiana na kero hii. Kwa jina naitwa Kurusumu Adamu Muhonda. Wenye nyumba kwa kweli wana kero. Kero ziko hivi. Yaani unatoa anakupandishia bei ya kodi 30,000, nitatengeneza chumba, hatengenezi 35,000 atengeneze, hadi inafika 50,000 chumba akitengenezwe. Wenye nyumba wengine anakuuliza wana familia. Ile familia, yani yeye mwenyewe ametoka huko kwenye familia, lakini anakuuliza una familia, hataki familia. Ikitokea yani yeye mwenyewe katokea huko kwenye familia. Yani anavonana mimi na familia, naye ametoka kwenye familia alozaliwa, walikuwa wengi, na ukiangalia mimi ndio mama. Baba labda tumekanitelekeza, nipo na watoto, nitawapeleka wale watoto wapi? Watu angalie pia kwenye kupanga huko, wasipendelee sana kusema wenye familia. Hizo ni kero kubwa sana za wenye nyumba. Tunaomba watu waangalie yani jinsi wanavyoishi, yani wapangaji au mwenye nyumba awe mwenye familia, hana familia, aishi nao hivyo hivyo. Jamani, kwa nini mnatufanyia hivyo wenye nyumba? Hebu mwache hizo tabia za kuuliza kuhusu familia. Mtuangalie. Kuhusu kama nani kijana kaingia na vijana wenzie, muangalie, lakini mtu mwenye familia yake na watoto wake mwacheni apange. Kwa nini mnataka mnamfanyia kero hadi yani mtu hadi anafika yani anatamani hata kulia, anatamani hata aingie kwenye pango na wale watoto. Tuangalie jamani wenye nyumba, msitufanyie hivyo. Hebu mwache hizo tabia. Na pia kodi, msitaki lazima miezi 5 miezi 6, muangalie na mtu mwenye hali yake. Kesho na sisi tutajenga. Tutaonea huruma au mtuonee huruma na sisi jamani. Tutajenga na sisi tutaonea huruma wenzetu. Msitufanyie kero za kupandisha kodi yani mwaka miezi 6. Manake nini? Acheni hizo kero jamani wenye nyumba. Mtutizame na sasa angalau tuko wengine wanakuambiaje? Umri wewe hujajenga, utajua mwenye una nyumba ya ulisi. Nyumba za ulisi hatuzitamani. Tunatamani tupate chetu, hata kama nikizee naweza nikapata nyumba baadaye. Mtuangalie jamani wenye nyumba. Mna kero. Umeme yani mtu yani unachangia lakini bado unaonekana hauchangii umeme. Hebu muache jamani tabia hizo. Wenye nyumba wanahitaji wao pesa za nini? Za umeme. Ili iwaje? Hata ile nani ya kuonyesha risiti ya umeme. Maji. Mtu ana hiari ya kufungia maji, umeshachota kwa bili na unalipa vizuri kwa bili. Hebu jamani acheni tabia hizo wenye nyumba. Tumechoka. Mtuangalie wapangaji. Asante sana. Haya ni maoni ya mpangaji. Tumesikia maoni ya mwenyekiti wa shina, lakini vile vile tumesikia maoni ya mwenye nyumba. Na haya ilikuwa ni kero ambazo anakutana nazo mpangaji sasa. Hii ni Jicho la Mtaa. Kama mnavyojua Jicho la Mtaa huangaza au hukanyaga popote pale, kwa sababu kuna maeneo ambayo yanatuzunguka na sisi kazi yetu bwana kukuletea zile changamoto za mtaani. Ulikuwa nami Adela Thomas katika Jicho hili la Mtaa. Tuungane tena kesho katika majira kama haya. Bye bye. Bye bye. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.